Mtazamaji wa Mkwanja TV, leo niko Geita vijijini, ambapo leo nimepata fursa ya kukutana na wananchi wa hapa Geita. Nimekutana na MC katika sherehe ya mtoto wangu, na leo ataenda kuzungumza kitu ambacho kimemfurahisha, kimemvutia. Utamfahamu anaitwa MC nani, na kwa wakazi wa Geita mtampataje? Kwa hiyo karibuni sana. Mimi kwa majina naitwa Shija Juma Mkwanja, na hii ni Mkwanja TV. MC, karibu sana. Nashukuru. Kwanza kabisa nipende kujitambulisha kwa majina, naitwa MC Kolambagaya. Ninaishi Buligi, Geita vijijini. Moja kwa moja, kwa kweli, kwa namna moja ya kipekee, happy birthday ya huyu mtoto imefana, na vile vile imekuwa ni changamoto au ni chatu moja nzuri sana kwa watu wa huku vijijini. Hatuna ile amsha kwa ajili ya hii sherehe. Hivyo basi niombe sasa kwamba kupitia Mkwanja basi tuendelee kuja hata huku vijijini, tuige mambo kama haya. Yako vizuri na yuko vizuri sana, japo sherehe ilikuwa imechukua kwa muda mfupi sana, lakini kwa namna moja napendeza. Vile vile napenda kutoa namba zangu za simu, ukinihitaji napatikana hewani 0619548069. Asante sana, karibu sana. Kwa jina hilo nililolitaja hapo awali, jina la MC Kolambagaya. Asante sana MC. Umesema jina lako ni MC Kolambagaya. Mbagaya. Mbagaya. Maana yake ni nini? Mwingine anaweza kawa haelewi. Maana ni kilugha hicho. Kwa jina la MC la maana ya kwamba Kolambagaya. Kolambagaya ni kilugha. Kilugha chenyewe nimetumia kilugha kabila letu sisi Wajita au Wakara asilia. Kwa hiyo neno ya maana kwamba Kolambagaya Kiswahili wanasema hivi, fanya huku wanadharau, fanya wanakudharau ukiwa na malengo yako, ndo maana yake kwamba fanya wanadharau. Kwa hiyo ulivyokuja kufanya, kwa mfano leo sherehe kama hii ya happy birthday ya mtoto, tayari umeifanya vile, lakini kuna watu ambao wamefanya nini, wamedharau, umeona. Kwa hiyo kumbe ukiwa na maana yako, kwa hiyo ndo maana ya neno MC Kolambagaya, ndo maana yake. Kwa hiyo kwa Kisukuma tumamago dalawe. Kwa Kisukuma wanasema tumamaga bodara. Okay. MC, katika sherehe huwa kuna changamoto, lakini pia huwa kuna mafanikio. Mimi napenda kutazama sana changamoto siku zote, kwa sababu changamoto zipo kwa ajili ya kutusaidia ili kuboresha siku nyingine. Katika sherehe hii, changamoto kubwa ambayo umeiona imejitokeza ni ipi ambayo unaweza ukaizungumza? Changamoto kubwa ambayo ninaweza nikaizungumzia kwa hapa ni ule kutokuelewa watu, kwamba watu wamepewa hii kadi ya kwamba kutakuwepo na sherehe au graduation ya mtoto, lakini watu hawajaichukulia kama kwamba ni sherehe ya harusi. Kwa hiyo ndo changamoto iliyopo, lakini kupitia Mkwanja TV watu kwa namna moja ama nyingine wameenda wanaelewa. Mimi ni kushukuru sana kwa muda wako na kukaribisha sana Morogoro. Karibu sana. Nashukuru sana kwa kunikaribisha Morogoro. Kama nilivyosema, wakinihitaji wafikishie salamu zao, lakini vile vile na mimi niseme wana Morogoro wote, wa Tanzania wote, karibuni Geita vijijini.